Umezoea kuona vile nyuma kunaonekana kule Nakuru, but you are wondering what is this now. Leo mnashangaa kumefanyika nini? Yeah. It has been that we had to have a meeting here in Nyahururu. Ilibidi tuwe na mikutano hapa Nyahururu from the invitation from our friend and brother Kamau, kutokana na mwaliko wa rafiki na ndugu wetu Kamau, who resides this side, ambaye yeye ukaa upande huu, and he has been following our live streaming, na amekuwa akifuatilia mahubiri kwa mtandao. As you heard from him here, kama mlivyosikia kutoka kwake hapa, that he met Brother Mugo late in 1970s, kwamba alikutana na Brother Mugo mwaka 1976. And remember there was a doctrine by then. Mnakumbuka wakati huo kulikuwa na fundisho that the Lord will come by 1977. Ya kwamba Bwana angerudi kufikia mwaka wa 77. And of course that was a distorted doctrine. Na bila shaka hilo lilikuwa ni fundisho potovu somehow, kwa njia fulani, and that wiped some from the faith. Hiyo iliondoa wengine kwa imani. Come 1978, fika mwaka 78, because the rapture did not take place, na bila shaka kunyakuliwa hakukuwa kumetukia, some thought that this is just a fake news. Katukia kwamba tu ni habari za ni uvumi tu. It's just a coincidence that from that time, ni kwamba kutoka wakati huo this brother did not meet Brother Mugo until late. Ndugu huyu hakukutana na ndugu Mugo hadi baadaye sana. And he had been hearing about Brother Mugo, na amekuwa akisikia juu ya ndugu Mugo on the negative side, kwa ule upande ambao si mzuri. As you heard him say here, kama mlivyomsikia akisema hapa, some people are saying that Mugo, the revival man. Yule Mugo mtu wa revival. I don't know what is wrong with the revival. Sijui kuna ubaya gani na uvuvio au revival. And I was surprised to hear the testimony of Mr. Kamau here. Nilishangaa kusikia ushuhuda wa ndugu Kamau hapa, that he is still seeing the revival in this man. Kwamba bado anaona revival ndani ya mtu huyu. So we are very happy. Tunafuraha sana. As we said here when we were opening in our opening prayers, kama tulivyosema hapa katika maombi yetu ya kufungua, God does not go with the multitude. Mungu haendi na umati. If God would make it possible for this meeting to come here because of one man, kama Mungu amefanya iwezekane mikutano hii iwe hapa kwa sababu ya mtu mmoja, all heaven will be very happy. Mbingu yote itafurahi sana. Personally, I was very much impressed by Kamau. Binafsi nilifurahishwa sana na Kamau when he said now he has decided. Aliposema sasa ameamua. We have seen that this is exactly what it should be. Ameona kabisa hivi ndivyo. I would like everyone to just recite and remember when you heard this word in the first time. Na unaweza kumbuka kama leo ulisikia neno hili wakati wa kwanza. If you would remember when you heard this word the first time. Kama ungekumbuka wakati ulisikia neno hili kwa mara ya kwanza. When there was nothing else that could separate you from what you heard. Wakati ule hakukuwa na chochote ambacho kingekutenganisha na kile ulisikia. You heard it alone. Ulilisikia ukiwa peke yako. You decided. Ukaamua. What is this other that came between now, between the journey? Ni nini hiki kingine kiliingilia safari yako? So Brother Kamau, ndugu Kamau, what he heard from the beginning, alichosikia kule mwanzo, he wanted also to ascertain whether this man is the same. Alitaka kuhakikisha kama mtu bado ni yule, regardless of what he had heard about him. Yale alikuwa amesikia juu yake. And he took the bold decision, na alichukua hatua ya ujasiri, to invite this revival man, kumwalika huyu mtu wa revival, only to find that he has not changed. Kugundua tu hajabadilika. And he confessed here, na alikiri hapa, these people who are talking about this revival man, hawa watu ambao wananena vibaya, they are the ones who are on the wrong side. Wao ndio wako makosani. I would challenge them, if they are men enough, ningewatolea changamoto kama wana wanaume kutosha, just talk openly about this revival man, wanene waziwazi dhidi ya huyu mtu wa revival, challenge and come with the facts, na watokee na waje na ukweli. If you don't see what we are seeing, kama huoni kile sisi tunaona, you are not meant for it. Huko kusudiwa ukione. Here today,
hapa leo we have a friend from Embu. Tuko na rafiki kutoka Embu. A young man here called Anthony. Kijana hapa anaitwa Anthony. Anthony, can you stand please? Anthony, simama tafadhali. Can you come here please, Anthony? Unaweza kuja hapa Anthony. This young man, huyu mtu mchanga, I met him in the morning. Nilikutana naye asubuhi. He has come all the way from Embu. Ametoka Embu. He has been following this live streaming. Amekuwa akifuatilia mahubiri haya. And despite having some relatives or friends, licha ya kuwa na marafiki au watu wa jamii, he told me that he has a friend. Aliniambia ana rafiki who knows what we believe. Anayejua ni nini tunaamini. And he had been following, na amekuwa akifuatilia until today he came here, hadi leo amekuja hapa, not knowing this place, bila kujua mahali hapa, to see for himself, kujionea mwenyewe. And he is ready to be baptized. Na yuko tayari kubatizwa. We are praying God that he may baptize him with the Holy Ghost. Tunaomba Mungu ambatize pia na Roho Mtakatifu. I was pushed to the corner today by our brother Mrefu. Nilifinyiliwa kwa pembeni na ndugu yetu Mrefu. Because you know we rented this place and this place does not have the facilities, for example, for baptism. Mnajua tulikodisha mahali hapa na hatuna mahali pa kubatizia. And we were wondering. Na tulikuwa tunashangaa. Now then this brother has come from all over from Embu to this place. Sasa huyu ndugu ametoka kutoka Embu hadi mahali hapa. Will he go back without being baptized? Atarudi bila kubatizwa? Then we looked for a solution. Tukatafuta suluhisho. And we gave Brother Mrefu that mandate. Na tukampa ndugu Mrefu jukumu hilo. To look for a place where we can baptize this brother. Kutafuta mahali ambapo tutabatizia huyu. Brother Mrefu told me. Ndugu Mrefu ameniambia. Now, do you have a spare trouser? Sasa una longi ya ziada ya akiba? Well, of course, this has, have come, it has met us unaware. Kweli hii imetukuta bila kutarajia. But to our surprise, kwa mshangao, the trouser was got. Longi imepatikana. And Brother Mrefu told me, na ndugu Mrefu kaniambia, now we are going to baptize him. Sasa tutabatiza. Now I got that courage. Sasa nikapata ujasiri. I've never baptized anybody. Mimi sijawahi kubatiza mtu. But I thought, lakini nikawaza, sure, kwa kweli I will do it. Nitafanya. Before we found another solution, kabla tupate solution lolote, I had decided I'll do it for the first time. Niliamua nitafanya hivyo kwa mara ya kwanza. But I know we have already got another solution. Lakini nimejua tumepata solution nyingine. But I was decided. I was decided. Nilikuwa nimeamua to baptize my brother here. Kumbatiza ndugu yangu hapa. And I would have read Acts 2:37. Just wrote somewhere. That when they heard this, waliposikia haya, they asked, what shall we do? Waliuliza wafanye nini? And Peter told them, Petro akawaambia, repent and be baptized. Tubuni na mbatizwe. Our brother here have heard it. Ndugu wetu hapa amesikia. They have decided to be baptized. Ameamua kubatizwa. What else? Nini tena? So brother, ndugu, we are going to be baptized. Utabatizwa. God bless you. Now I want to invite our brother Mrefu. Nataka kumkaribisha ndugu wetu Mrefu. You heard some people are following us or do follow us in this live streaming. Kama mlivyosikia kuna watu hutufuatilia kwa mtandao. And we would like it to be clarified in a way. Na tungependa mambo fulani yaelezwe. That they can get us. Jinsi wanavyoweza kutupokea vizuri. Yeah, brother Mrefu, please. Ndugu Mrefu, nafasi ni yako. The Lord bless you. Bwana awabariki. If there is another person kama kuna mtu mwingine who also want to be baptized, ambaye pia anataka kubatizwa,
Brother Maina, you baptize the first one and the second one and the third one. Ndugu Maina, utabatiza wa kwanza, wa pili na hata na watatu. Because when God calls you, kwa sababu Mungu anapokuita, you are our captain. Wewe ni kiongozi wetu. Yes, so you have everything that you need to do the work. Una kila yote unayohitaji. And brother Asichi is also here with you, can assist you. Asichi kwamba anaweza kukusaidia. So the Lord bless you so much. Bwana bariki sana. Me, I'm very happy. Mimi nafurahi sana. So much. Sana. I was supposed to welcome you here. Nilipaswa kukaribisha hapa. Because I'm born and raised in this town. Kwa sababu nimezaliwa na kulelewa katika mji huu. So I'm at home. Mimi niko nyumbani. I used to school at a school called Starehe Primary School. Nilikuwa nasomea shule ambayo inaitwa shule ya msingi ya Starehe. And when I was a kid, na nilipokuwa mtoto, we used to fellowship to this synagogue that is here. Tulikuwa tunahudhuria hii synagogue mmeona hapa, msikiti uko hapa. Yeah, Catholic. Yeah, Catholic. So we thank the Lord so much. Tunamshukuru Bwana sana. The last time Brother Mugo was here, mara ya mwisho ndugu Mugo alipokuwa hapa, that is when I believed this message. Hapo ndipo niliamini ujumbe huu. At Oljorok. Kule Oljorok. He has never come back. Hajawahi kurudi. He came there. Alikuja pale. He preached. Akahubiri. I was baptized. Nikabatizwa. Then I thought that being baptized with water, nikadhani baada ya kubatizwa na maji, is everything. Ni kila kitu. But then he told me, lakini basi akaniambia, that there is baptism of the Holy Ghost. Kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. I knocked. Nikabisha. Nikabisha. Until 2008. Hadi mwaka 2008. April. Mwezi wa 4. 27th. Tarehe 27. Around 3 o'clock. Kama saa 9. That Jesus. Hiyo Yesu. Came here. Akaja. And he is so good. Na ni vizuri sana. And I have seen him doing wonders. Na nimemwona akifanya maajabu. And he is going to continue doing it. Na ataendelea kufanya maajabu. Now that he has come here in Nyahururu. Kwamba sasa amekuja hapa Nyahururu. I believe there is something he is after. Naamini kuna kitu anatafuta. Because kwa sababu we have gone to places. Tumeenda sehemu nyingi. Some people heard our brother through the tapes. Watu wengine walimsikia ndugu kupitia kanda. Like in a place called Dodoma. Kama mahali panaitwa Dodoma. A brother heard the tapes recordings. Ndugu alisikia kanda zilizonakiliwa. He continued listening. Akaendelea kusikiliza. He heard the brother preached about the baptism of the Holy Ghost. Akamsikia ndugu akihubiri juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. He seeked for the Holy Ghost. Akatafuta Roho Mtakatifu. And he was filled with the Holy Ghost. Na akajazwa na Roho Mtakatifu. It took a long time. Ilichukua muda mrefu. Then later on they invited Brother Mugo to go there. Alafu baadaye wakamwalika ndugu Mugo aende huko. And I think he was the only person filled with the Holy Ghost in that congregation. Na nafikiri alikuwa yeye ndiye wa pekee aliyekuwa amejazwa na Roho Mtakatifu katika kusanyiko hili. When we went there, tulipoenda pale, and we were given the right hand of fellowship, na tukakaribishwa kwa ushirika, then later on, alafu baadaye people started being filled with the Holy Ghost. Watu wakaanza kujazwa na Roho Mtakatifu. Last time when I was there in Dodoma, mara ya mwisho nilipokuwa huko Dodoma, around 10 people were standing in the pulpit. Watu kama 10 walikuwa wasimama mimbarani, that had been filled with the Holy Ghost. Ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu. Salvation is receiving the baptism of the Holy Ghost. Wokovu ni kupokea Roho Mtakatifu. Amen. So I believe the same thing. Naamini basi kitu hicho hicho. And I've seen in many places. Na nimeona sehemu nyingi. This message has reached. Ujumbe huu umefika. We are calling it nowadays live streaming. Sasa tunauita kwamba ni mahubiri kwa mtandao. I want to interpret it properly for our brother. Nataka niweke vizuri kwa sababu ndugu yetu. Translation of live streaming. Tafsiri yaani unaipokea ikiwa ya wakati huo inaitwa inavyohubiriwa. Mtiririko wa video za hapo kwa hapo. Mtiririko wa video za hapo kwa hapo. Au mtiririko wa video za hapo kwa hapo. Because it is happening at that time. Kwa sababu inatendeka wakati huo huo. But I want to give it proper translation. Lakini nataka kuipata tafsiri sahihi. What people are listening in this live streaming, kile watu wanasikiliza katika video za mtiririko za hapo, it is not live. Si live ya live. Si live ya kukua hai. Ni ile life. Hii ni uzima. Haya, wacha niongee na Kiswahili. Hii ni mtiririko ya neno la uzima wa milele. Amen. You get me? Yes. It is live streaming. Ni mtiririko wa mahubiri yenye uhai. Iletao uhai. Iletao uhai. Amen. Ni mtiririko wa neno ambalo linaleta uhai. Amen. I don't know how I put it in Kiswahili, in English.
You have heard it, eh? Yeah. Ni mtiririko wa neno liletao uhai. Streaming of the word that brings life. Now, what I mean by that, Kile namaanisha kwa hicho, there are people who have heard this message online. kuna watu ambao wamesikia neno hili kwa mtandao. The other day I was in Uganda, Ile siku nyingine nilikuwa nchini Uganda, and a sister saw me there, na dada akaniona huko, and she was very excited. na alikuwa na msisimuko sana, And she told me na akaniambia she heard this message in the internet, alisikia ujumbe huu kwa mtandao, and now she is filled with the Holy Ghost. na sasa amejazwa na Roho Mtakatifu. They have decided to leave the group they were fellowshipping in, Wameamua kuondoka kwa lile kundi walikuwa nashiriki, and now they assemble a small group at home, na sasa wanakusanyika kikundi kidogo nyumbani, and God speaketh to them there. na Mungu huwanenea huko. This is the truth. Huu ndio ukweli. Si ni kweli? This is the truth. Huu ndio ukweli. We have gone other places, Tumeenda sehemu zingine, and those people have heard this message. na watu hao wamesikia ujumbe huu, And some preachers heard that you cannot preach without baptism of the Holy Ghost. na wahubiri wengine walisikia kwamba huwezi kuhubiri bila ubatizo wa Roho They Mtakatifu. humbled themselves. Wakajinyenyekeza, They decided, now I want to listen to this. wakaamua sasa nataka kusikiliza hii. The other time a brother called Brother Kariuki was preaching, Ule mwingine ndugu anaitwa Kariki alikuwa anahubiri, and one of those preachers was called to interpret. na mmoja wa hao wahubiri aliitwa atafsiri, And because of his humbleness, na kwa sababu ya unyenyekevu wake, that preacher, huyo mhubiri, the Holy Ghost came to him as he was interpreting, Roho Mtakatifu alimshukia alipokuwa akifanya and tafsiri, he could not continue. na hangeendelea. He received life. Alipokea uhai, And even after receiving the baptism of the Holy na Ghost, hata baada ya kupokea ubatizo wa Roho he Mtakatifu decided, I don't want to continue. aliamua sitaki kuendelea, I want to sit down mimi nataka nikae and listen to this. na nisikilize hii. He was preaching. Alikuwa mhubiri, He humbled himself. akajinyenyekeza. Today we have bought quite a number of computers. Leo tuna kompyuta kadhaa We have shared with those churches, tumewapatia makanisa hayo, and they listen to these sermons as they are going on real time. na hao husikiliza mahubiri haya yanapoendelea wakati huo huo. Don't gamble with your life. Usipige karata na maisha yako, Si ni kweli? Don't gamble with your, usicheze karata na maisha yako. si ndio? God required that which was first. Mungu anataka kile kimekuweko. Now in this Nyahururu, Katika hii Nyahururu, I hear there's a group of message. naamini kuna Nasikia kuna kikundi cha ujumbe kuna kikundi cha ujumbe that believeth ambacho kinaamini with 8 church messenger. kwamba kuna mjumbe wa 8 wa Where did kanisa. they get that from? Sasa hiyo walitoa wapi? Surely. In the Bible, do we have 8 or 7? Katika Biblia tuna 8 au 7. Ni 8 ama ni 7? 7. So what this word is doing, Kwa hivyo kile neno hili linafanya, when you listen to it ukilisikiliza and you are of God, na wewe ni wa Mungu, it's like you have malaria in you, na kama vile una ugonjwa wa malaria ndani yako, and you take the tablet that can kill those germs of na malaria. upate tembe ambazo zinaweza kuua viini hivyo. So when you listen to this Ukisikiliza hii and you have been taught wrongly, na umefundishwa makosa, those teachings are corrected. mafundisho haya yananyoshwa. I better listen to this. Afadhali nisikilize hii, Even if I listen to it alone, hata kama nitasikiliza nikiwa peke yangu, but I'm listening to the truth. lakini nasikiliza kweli. Si ni kweli? This is the truth. Huu ndio ukweli. Si ndio? We have had so many testimonies. Tumesikia shuhuda nyingi. The other day a brother called Brother Alfred. Ile siku nyingine ndugu anaitwa Alfred, He was somewhere in those areas of northern Uganda. alikuwa sehemu fulani huko kaskazini mwa nchi Uganda, And he found a person na akampata mtu huko seated somewhere, and he was looking at his phone, ameketi mahali, alikuwa anatazama simu yake and he was smiling. na alikuwa anatabasamu. So brother was interested to know what's going on Ndugu here. akavutiwa ajue nini kinaendelea hapa, And he looked at that brother, na that person, akamwangalia huyo mtu, and he saw the person was listening to sermons preached by our brother. na akagundua huyu mtu alikuwa anasikiza mahubiri aliyohubiriwa na ndugu The yetu. guy with the phone was excited Jamaa alikuwa na simu, alikuwa because amesisimuka of what he was listening. kwa sababu ya kile alikuwa anasikia. Our brother was excited Ndugu yetu akapatwa na msisimuko because he knows the brother that's preaching. kwa sababu anamjua ile ndugu anahubiri. You know what happened? Unajua kulifanyika nini? He said, how did you get to know this? Akasema, ulipataje kujua hii?
Then that gentleman said, I stumbled into it. Huyo mtu akasema nilikutana nayo tu. And this man is speaking the truth. Na mtu huyo ananena kweli. Brother Alfred was very happy. Ndugu Alfred alifurahi sana. You see that man there? Asema unamwona huyo mtu hapa? That is my pastor. Huyo ni mchungaji wangu. Amen. That is my pastor. Huyo ni mchungaji wangu. And if you want me to bring him here physically, na ukitaka nimlete hapa, I can do it. Naweza kufanya hivyo. Now this word, the walls that preachers had created, sasa zile kuta ambao wahubiri walijenga, God has demolished them. Mungu amezibomoa. I'm feeling religious. The other day there's a sister. Ile siku nyingine dada, she was in China. Alikuwa kule Uchina. And she stumbled into this. Na akajikwaa kwa hii, akakutana na hii. She saw a sister akamwona dada giving testimony of how she received the baptism of the Holy Ghost. Akitoa ushuhuda vile alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. And she saw this is the truth. Na akaona huu ni ukweli. Today she is a sister at the church. Leo ni dada, ni dada kanisa. And she happened to come from this area. Na ilitukia kwamba alitoka sehemu hii. So God is doing something here in Nyahururu. Mungu anafanya jambo hapa Nyahururu. Very soon we'll have a fellowship in this Nyahururu. Tutakuwa na ushirika hapa Nyahururu. See how God is good. Mungu wetu si ni mwema. Now, sasa some people like now Brother Asichi, could you please come here? Ndugu Asichi, I want to demonstrate something critical. Nataka kuonyesha jambo hapa. This is Brother Asichi, for those that doesn't know him. Huyu ni ndugu Asichi kwa wale ambao hamumjui. Brother Asichi is a preacher. Ndugu Asichi ni mhubiri. And he preach and we feel blessed. Na anahubiri na tunabarikiwa. And in his church, na kanisani mwake Bungoma, they listen to live streaming. Husikiliza hii mtiririko wa mahubiri. He does not feel lesser. Hajisikii ati ni mdogo. One thing he knows, jambo moja anajua, this gift, kipawa hiki that God has given to us, ambacho Mungu ametupa, you know, God has given us gifts. Mungu ametupa but they are not the same. Lakini havifanani. Zinafanana. He does not feel lesser when he sit and listen to the pastor preaching. Ndugu Asichi jisikii duni akimsikiliza akiketa kisa ndugu Mungu akihubiri. And if God gives him something he want to share, na kama Mungu akimpa kitu na ataki kushirikiana na sisi, God has given him that, na ni Mungu amempa hicho, he also create opportunity for him to go and preach. Pia anatengeneza nafasi aende hubiri. So if most of the pastors they have done that. Kwa hivyo wengi wa mapasta wamefanya hivyo. And we are all growing together. Na sote tunaenda pamoja. Feeding from the same source. Tukila kutoka sahani moja. Amen. Amen. This is live streaming. Huu ni mtiririko wa neno liletao uhai. Mtiririko wa neno liletao uhai. Live streaming. Mtiririko wa neno liletao uhai. Now, for those of you, kwa wale wengine wenu who have not had an opportunity to know, who have not stumbled into it. Ambao now, brother, can you just 1 minute? Can you come here? Yes, you, please. Just for a minute. How did you know about this? Through a friend. Kupitia rafiki. Yeah. So you see, munaona, he got to know it through a friend. Alipata kujua kupitia kwa rafiki. So even you that is here, na nyinyi ambao mko hapa, you need to share with your friends. Mnahitaji kushirikisha marafiki zenu. You are doing a ministry. Wewe unafanya huduma. When you are doing that. Unapofanya hivyo. Because those people, we know that we cannot complete until all that are of God are called. Hatuwezi kukamilika mpaka wale wote waliokusudiwa na Mungu. And they are filled with the Holy Ghost. Na wajazwe na Roho Mtakatifu. Si ni kweli? So if you reach out to that one, kwa hivyo ukimfikia huyo mmoja and come here and listen to this truth, na aje hapa asikie kweli hii, and receive the baptism of the Holy Ghost, na pokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, we go home. Tunaenda nyumbani. We are tired of this world. Tumechoshwa na ulimwengu huu. Kama nyinyi mnataka kuendelea kukaa huku, mimi sitaki. Mimi nataka akuje kesho. Amen. So the Lord bless you. Bwana wabariki. So our channel, kwa hivyo hii njia hii is called Message of the Hours Assembly. Kwa hiyo mtandao wetu unaitwa Message of the Hours Assembly. Message of the Hour Assemblies. You can write for those that doesn't know. Unaweza kuandika kwa wale ambao hamjui.
Message of the hour. How many doesn't know our channel? Ni wangapi hawajui hiyo channel yetu? Inua mikono. Brother Kamau knows. Ndugu Kamau anajua. So it is called Message of the Hour Assembly. And then also you have to be specific because unaitwa Message of the Hour Assemblies. And then also you have to be specific. You can search the name of Pastor Francis Mugo. Unaweza kutafuta kwa mtandao jina la Pastor Francis Mugo. Because Message of the Hour Assemblies are many. Kwa sababu Message of the Hour Assemblies ni nyingi. You might find Message of the Hour Assembly Kikuyu. Unaweza kuona Message of the Hour Assembly Kikuyu. But we have Message of the Hours Nakuru. Lakini tuna Message of the Hour Assemblies Nakuru. That is the one I'm advising you to Google and be listening to this sermon. Hiyo ndio na washauri mtafute na mwe mnapata mahubiri kutoka kwa If you need our support, ukihitaji msaada wetu, you can sit brother. If you want our support, we will support you. Ukihitaji msaada wetu tutawasaidia. So that you can be able to listen to this truth. Ili muweze kuwa mnasikiliza kweli hii. Si ni kweli? So the Lord bless you so much. Bwana awabariki sana. Because now I don't feel bad or offended. Usisikie vibaya au umekwazwa when you are being corrected. Wakati unarekebishwa. It is because of love of God. Kwa sababu ya upendo wa Mungu. That's why God has sent his minister. Ndio maana Mungu amemtuma so he can bring you back. Akurudishe. Yes, the Lord bless you so much. Bwana bariki sana. Message of the Hour Assemblies. Message of the Hour Assemblies. And I would like also to thank brethren that have been very much involved. Pia ningetaka kushukuru ndugu ambao wamehusika sana. Brother Wanene, ndugu Wanene, Brother Osborne and the others. Ndugu Osborne na wale wengine. May the Lord bless you so much. Bwana wabariki sana. And our captain here. Na kiongozi wetu hapa. Si tumekula unono. Mimi nasikia niko na afya ya kiroho sana kwa kukula hii. Our sermons are on Sunday. Mahubiri yetu yako Jumapili. And then also on Wednesday from 6 o'clock. Na pia Jumatano kuanzia saa 12 jioni. So you can join us. Kwa hivyo unaweza kujiunga na sisi. You can start small listening groups. Unaweza kuanzisha makundi madogo mimi nasikiliza. Because this is the truth. Kwa sababu huu ndio ukweli. And this word na neno hili is correcting the wrong teaching that are out there. Linarekebisha mafundisho mabaya yaliyoko huko nje. The other day we had somebody preaching and saying that the spirit will leave the man and get into a woman. Ile siku nyingine tusikia mtu akihubiri ya kwamba ati roho yake inatoka kwake inaingia kwa mke wake. You heard that? Mulisikia hiyo? And people are saying amen. Na watu wanasema amina. Where did they get that in the walitoa hiyo wapi? The other one has preached and said that the bride has made herself ready. Yule mwingine anahubiri anasema ati bibi harusi amejitayarisha. And the God is not involved in making her ready. Na eti Mungu hahusiki kumtayarisha. It is the bride preparing herself. Ni bibi harusi anayejitayarisha mwenyewe. Does he know who the bride of Christ is? Hata anajua bibi harusi wa Kristo ni nani? Oh my, you feel sad. Unasikia huzuni when you hear what the people are being taught. Ukisikia yale watu wanafundishwa. So let it be our responsibility. Hebu liwe jukumu letu. We share like that person that shared the link. Tushiriki kama vile huyo mtu alishiriki na ndugu yetu Anton. Si ni kweli? The Lord bless you so much. Bwana wabariki sana. I can talk and talk. Naweza kuzungumza na kuzungumza. Lakini wacha tusikize neno. The Lord bless you so much. Bwana wabariki sana. Holy Ghost is mine. Holy Ghost today is mine. 'Cause I told Satan, go behind. Holy Ghost today is mine. Power is mine. Power today is mine. 'Cause I told Satan, go behind.